Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza, na katika Amka na BBC asubuhi hii, The first count is attempted assassination of the President of the United States. Mkazi mmoja kutoka jimbo la California nchini Marekani ashtakiwa kwa kujaribu kumuua rais wa nchi hiyo Donald Trump. Watu 7 wamekufa na wengine 75 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na Pakistan mashariki mwa Afghanistan. Na katika gumzo tunaangazia jinsi matatizo ya kiuchumi yanavyotatiza ulipaji mikopo. Mgogoro au vita vinapotokea duniani leo vinachochea bei za mafuta na bidhaa muhimu zinapanda. Gharama ya maisha kwa mwananchi inaongezeka. Wanabaki na kipato kidogo baada ya matumizi. Tatizo linapoanzia kwa benki, watu wanashindwa kulipa mikopo yao kwa wakati. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Victor Kenani. Karibu Victor. Shukran Halima. Mahakama moja mjini Washington nchini Marekani imemshtaki mwanaume wa Los Angeles kwa kujaribu kumuua Rais Donald Trump. Cole Allen mwenye umri wa miaka 31 akiwa amejihami na silaha za bunduki na visu alivamia hafla iliyohudhuriwa na Rais Trump na maafisa wa juu wa serikali siku ya Jumamosi. Anakabiliwa na kifungo cha maisha gerezani iwapo atapatikana na hatia. Pia ameshtakiwa na makosa mawili ya silaha za moto ikiwemo kufyatua risasi. Afisa wa kikosi maalum cha ulinzi alishambuliwa lakini hakujeruhiwa vibaya wakati wa shambulio hilo katika hoteli ya Washington. Cole Allen anatarajiwa kufikishwa tena mahakamani siku ya Alhamisi kwa ajili ya kusikilizwa kwa kesi ya kuwekwa kizuizini. Mfalme Charles wa Uingereza na Malkia Camilla wamewasili katika ikulu ya White House mwanzoni mwa ziara ya kitaifa ya siku 4 nchini Marekani, huku uhusiano kati ya Marekani na Uingereza ukizidi kuzorota. Walipokelewa na Rais Trump na mkewe Melania. Leo Jumanne, Mfalme Charles atakuwa mfalme wa pili wa Uingereza kutoa hotuba mbele ya bunge la Marekani. Ziara hiyo inakuja baada ya shambulio la risasi siku ya Jumamosi katika sherehe ya chakula cha jioni iliyohudhuriwa na Rais Trump. Kumekuwa na miito nchini Uingereza ya kufuta ziara ya mfalme kutokana na wasiwasi wa kiusalama na pia kwa sababu ya waraka uliovuja ukidokeza kuwa Bwana Trump anaweza kusitisha uungwaji mkono kwa mamlaka ya Uingereza juu ya visiwa vya Falklands ambayo pia Argentina inadai kuwa na haki ya kuvimiliki. Watu wenye silaha wamewaua watu wasiopungua 29 kaskazini mashariki mwa Nigeria katika jimbo la Adamawa. Zaidi na Samba Tenzi. Wakazi wa eneo hilo wamesema washambuliaji waliingia kwenye uwanja wa mpira ambapo watu walikuwa wamekusanyika na kuanza kufyatua risasi ovyo. Ofisi ya gavana wa jimbo hilo imesema waasi hao walifyatua risasi kwa saa kadhaa wakichoma nyumba, pikipiki na maeneo ya ibada. Eneo hilo limekuwa likishuhudia mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa magenge ya wahalifu wa ndani na washirika wa Islamic State katika miaka ya hivi karibuni. Taarifa kwa jina la kundi hilo ilidai kuhusika na shambulio hilo kupitia ujumbe wa mitandao ya kijamii, lakini sababu ya shambulio hilo bado haijafahamika. Wanajeshi na polisi wametumwa katika eneo hilo kuzuia mashambulio zaidi. Na vikosi maalum nchini Mexico vimemkamata kamanda wa ngazi ya juu wa genge lenye nguvu la Jalisco New Generation, Audias Flores, anayejulikana pia kama El Jardinero. Alikamatwa katika jimbo la magharibi la Nayarit. Waziri wa usalama wa Mexico Omar Garcia Harfuch amesema Flores alikuwa anatafutwa na Mexico na pia nchini Marekani, ambayo ilikuwa imetoa zawadi ya dola za Marekani milioni 5 kama tuzo ya kukamatwa kwake. Flores alichukuliwa kuwa mrithi mtarajiwa wa Nemesio Segura maarufu kama El Mencho, ambaye alikuwa akiendesha genge hilo na aliuawa katika operesheni ya kiusalama mwezi Februari mwaka huu. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Victor Kenani. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Nchini Tanzania unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera, CGFM na Lolilonda FM. Nchini Kenya tunapatikana kupitia Mwanedu FM, Nyota FM na Pamoja FM. Ukiwa Uganda, Voice of Muhabura, Radio Chitara na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Liza
Radio. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, mwanaume mmoja kutoka jimbo la California nchini Marekani ameshtakiwa kwa kujaribu kumuua rais wa nchi hiyo Donald Trump katika tukio lililosababisha mapitio ya usalama wa ikulu. Carl Thomas Allen mwenye umri wa miaka 31 pia alishtakiwa kwa makosa mawili ya silaha za moto. Hakutoa tamko la kujitetea. Zaidi na Victor Kenani. Akiwa amevaa mavazi ya gereza ya rangi ya bluu yenye beji ya jina lake, mshukiwa huyo alionekana mtulivu wakati akifikishwa mahakamani Jumatatu katika mji mkuu wa taifa hilo. Wakala wa shirika la usalama la Secret Service alipigwa risasi lakini hakujeruhiwa vibaya wakati wa shambulio hilo. Mshtakiwa anakabiliwa na kifungo cha maisha gerezani endapo atapatikana na hatia. Aliongea kwa sauti ya chini alipokuwa akijibu karibu kila swali la jaji kwa ndio mheshimiwa au hapana mheshimiwa. Maafisa watatu wa idara ya usalama walisimama nyuma yake na mmoja alikuwa pembeni yake, huku mwendesha mashtaka wa shirikisho anayeshughulikia kesi hiyo Jeanine Pirro akiangalia. Wakati wa tukio la Jumamosi usiku, Trump, makamu wa rais JD Vance, wajumbe wa baraza la mawaziri na maafisa wengine wa ikulu waliondolewa haraka kutoka ukumbi wa sherehe wa hoteli ya Washington Hilton baada ya milio ya risasi kusikika. Inadaiwa mshukiwa huyo alivamia kituo cha ukaguzi wa usalama kilichokuwa orofa moja juu ya eneo la hafla. Kaimu mwanasheria mkuu Todd Blanche alisema inaaminika mshukiwa huyo alifiatua bunduki yake angalau mara moja na anakabiliwa na mashtaka haya. The first count is attempted assassination. Shtaka la kwanza ni jaribio la kumuua rais wa Marekani. Shtaka hili linaweza kuadhibiwa kwa kifungo cha hadi maisha gerezani. Shtaka la pili ni kusafirisha silaha ya moto kati ya majimbo kwa nia ya kutekeleza uhalifu mkubwa, ambalo linaweza kuadhibiwa kwa hadi miaka 10 jela. Na shtaka la tatu ni kufyatua risasi wakati wa uhalifu wa vurugu, ambalo lina adhabu ya chini ya lazima ya kifungo cha miaka 10, kiwango cha juu cha maisha, na miaka hiyo 10 huongezwa juu ya adhabu nyingine yoyote itakayotolewa. Waendesha mashtaka waliomba Allen aendelee kushikiliwa rumande, wakisema shtaka la jaribio la mauaji linaweza kuchukuliwa kuwa ugaidi. Pirro alisema mashtaka zaidi yanaweza kuongezwa. Vyanzo vya vyombo vya habari vimeiambia mshirika wa BBC nchini Marekani CBS News kwamba Allen hashirikiani na wachunguzi. Wakati wachunguzi wa Marekani wanachunguza jaribio la tatu la madai ya kumuua Trump, maafisa wa usalama wanapitia taratibu za ulinzi wa rais. Wengi wamehoji kama eneo la usalama katika hoteli ya Washington Hilton lilikuwa thabiti vya kutosha. Kwa nini waliohudhuria hawakuombwa kuonyesha vitambulisho, na kwa nini rais, makamu wa rais na wengine katika mstari wa urithi wa uongozi walikuwa wamekusanyika sehemu moja? Victor Kenani. Mashambulizi ya Pakistan katika jimbo la mashariki mwa Afghanistan la Kunar yameua watu wasiopungua 7 na kujeruhi wengine 75, wakiwemo wanafunzi na profesa katika chuo kikuu cha Kunar, vyanzo kadhaa vimeiambia BBC. Kulingana na serikali ya Taliban, watu 30 miongoni mwa waliojeruhiwa ni wanafunzi wa chuo hicho. Zaidi na Florence Kaijage. Wizara ya habari ya Pakistani ilikanusha kushambulia chuo hicho na maeneo ya makazi, ikisema taarifa hizo ni za uongo. Taarifa za mashambulizi ya Kunal zinakuja wiki kadhaa baada ya shambulio la anga la Pakistan kwenye kituo cha urekebishaji wa waraibu wa dawa za kulevya katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, ambalo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa sasa linajulikana kuwa liliwaua watu 269. Taliban wanasema makombora na roketi yalifyatuliwa katika shambulio la jimbo la Kunal, huku vyanzo vingine vikiambia BBC kwamba ndege za kivita zisizo na rubani zilitumika. Profesa mmoja ambaye hakutajwa jina aliyekuwa akifundisha katika chuo kikuu cha Kunar aliambia BBC kwamba alisikia milipuko ya kutisha katika eneo lote la chuo hicho. Taarifa kutoka Wizara ya Elimu ya Juu ya Afghanistan ilisema majengo ya chuo hicho na maeneo ya jirani yalipata uharibifu mkubwa. Mamia ya watu wameuawa na kujeruhiwa katika mapigano ya mpakani kati ya Pakistan na Afghanistan katika miezi ya hivi karibuni. Katika wiki chache zilizopita, kufuatia upatanishi wa China uliosababisha mazungumzo kati ya pande hizo mbili huko mapema April, makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano yalikuwa kwa kiasi kikubwa yakiheshimiwa. Taarifa yake Florence Kaijage. Kupitia ushiriki wake katika mitandao ya vijana na mawasiliano ya kidijitali ya Umoja wa Mataifa,
Irene Kitoti alifanikiwa kuchaguliwa sio tu kama mshiriki wa kuuliza maswali ya moja kwa moja kwa wanaowania nafasi ya katibu mkuu ajaye wa umoja huo, bali pia kama mzungumzaji na mwangalizi wa mchakato huo. Binti huyu, mwanaharakati wa haki za watoto ambaye ni mkurugenzi wa asasi ya Genesis for Children Organization, alibeba sauti ya vijana wa Tanzania na kupata nafasi ya kipekee katika majadiliano ya kimataifa kuhusu uongozi wa Umoja wa Mataifa. Nimezungumza naye na kumuuliza kwanza alipataje nafasi ya kushiriki katika mazungumzo hayo mazito ya kimataifa. Tuliapply online baada ya kutumiwa sisi wanachama wa Umoja wa Mataifa na ECOSOC. ECOSOC ni jukwaa la vijana duniani kote. Nilivyo apply walinitumia email nikapata. Uzoefu uliopata umebadilisha vipi mtazamo wako kuhusu nafasi ya vijana katika maamuzi ya kimataifa? Umoja wa Mataifa sasa hivi wameona umuhimu wa vijana sio tu Afrika bali duniani kote kwenye maamuzi ya baraza lao kuu. Kuingia kwenye baraza kuu la Umoja wa Mataifa si kazi rahisi, na mara nyingi vijana tunakuwa hatupogo huko kabisa. Kwa hiyo mimi nimeona cha kwanza ni jinsi ya kuinteract na baraza kuu lenyewe, kwamba wanafanyaje kazi, wanaulizanaje maswali, pamoja na jinsi wao wenyewe wanavyochagua watu wao na jinsi wanavyouliza wale maswali wale wanaogombea. Kwa hiyo hii imeleta chachu labda na vijana wengine kuingia kwenye hizi fursa na kuziwahi. Unakumbuka maswali ambayo uliyauliza? Ndio, nakumbuka. Swali la kwanza niliuliza kwamba anawezaje akichaguliwa katibu mkuu wa baadaye Umoja wa Mataifa, anawezaje kuwalinda watoto endapo vita ikitokea nchi yoyote, watoto kuanzia miaka 0 mpaka miaka 12 ambao ndio Umoja wa Mataifa wameweka umri wa mtoto. Swali langu la pili nilouliza ni watoto kila siku wanakufa, hasa kwenye vita, hasa kwenye magonjwa. Atawezaje kupunguza vifo vya watoto duniani kuweza kulinda kizazi cha baadaye? Hayo maswali mawili ambayo nilikuwa nimemuuliza. Ni ujumbe gani ungependa kuwasilisha kwa vijana wengine kutokana na safari yako hiyo? Kikweli wasingoje fursa kuiwafuata, wawe wanapenda kufuatilia, sababu unatumia simu yako kwa manufaa yako na sio kwa kukuletea hasara. Mimi through online ndio nimepata fursa hivyo. Na kwa sababu gani? Nimeendelea kuwa nao karibu UN na ECOSOC. Kila mwaka nahudhuria vikao vyao vya ECOSOC. Kwa hiyo nafasi zipo kwa vijana, waendelee kupambania, fursa zipo kibao. Kwa hiyo wasingoje fursa ziwafuate, sababu hakuna mtu anaweza kujua wewe unataka nini ukiwa haujatoka. Wanasema mtembea bure sasa na mkaanaika bure. Wazikimbilie fursa ziko kibao Umoja wa Mataifa, na tumefunguliwa dunia kwa sasa kwa kweli. Naam, ni mkurugenzi wa asasi ya Genesis for Children Organization ni Irene Kitoti, kama alivyozungumza na mwenzangu Martha Saranga, ambaye sasa anatupa nafasi ya moja kwa moja katika michezo na Florian Kaijage. Karibu. Asante sana Halima Nyanza. Katika ligi kuu ya England, Manchester United sasa inahitaji alama 2 zaidi ili kufuzu kwa ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao, kufuatia ushindi wao wa magoli 2-1 dhidi ya Brentford usiku wa kuamkia hii leo kupitia magoli ya Casemiro na Benjamin Sesko katika kipindi cha kwanza kwenye pambano la kuvutia. Casemiro aliweka mpira kimiani kutoka pembeni mwa lango baada ya mlinzi Harry Maguire kupiga pasi ya kichwa katika dakika ya 11. Baadaye Bruno Fernandes alitoa pasi yake ya 19 kwa mfungaji msimu huu, pasi moja pungufu kuifikia rekodi ya EPL, akimwezesha Sesko kufunga dakika 3 kabla ya mapumziko. Brentford walipambana kusawazisha bila mafanikio, japo walijipatia bao la kujiliwaza dakika 81 ya mchezo kupitia kwa Matthias Jensen. Leo kuna mchezo mmoja wa mkondo wa kwanza wa ligi ya mabingwa Ulaya hatua nusu finali, ambapo mabingwa watetezi PSG ya Ufaransa watawakaribisha mabingwa mara 3 Bayern Munich ya Ujerumani. Mechi nyingine nusu finali ya kati ya Atletico Madrid ya Hispania na Arsenal ya England ni kesho Jumatano.
Katika tenisi, mchezaji bora wa dunia kwa upande wa wanawake Aryna Sabalenka alitoka nyuma kwa seti na kumshinda Naomi Osaka wa Japan katika raundi ya 4 ya Madrid Open na kutinga robo finali. Mabingwa mara 4 wa Grand Slam, Sabalenka alipata ushindi wake wa 15 mfululizo mwaka huu na wa 9 mfululizo mjini Madrid kwa kushinda 6-7, 6-3 na 6-2 ndani ya saa 2 na dakika 20. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 hakuwa amepoteza mechi katika mji mkuu wa Hispania tangu 2023, lakini alijaribiwa mapema na mshindi mwenzake mara 4 Osaka, ambaye alikuwa akicheza tenisi kwa ustadi mkubwa msimu huu. Katika tetesi za usajili, klabu ya Chelsea imewaongeza kocha wa zamani wa Real Madrid Xabi Alonso mwenye umri wa miaka 44 na kocha wa Fulham Marco Silva miaka 48 katika orodha ya makocha wanaofikiriwa kupewa kazi ya meneja wa klabu hiyo iliyo wazi kwa sasa. Nayo Bayern Munich wataanzisha mazungumzo ya kusaini mkataba mpya na mshambuliaji wao raia wa England Al Kane mwishoni mwa msimu huu, huku mabingwa hao wa Ujerumani wakiwa na nia ya kuendelea na mpachika mabao huyo mahiri mwenye umri wa miaka 32 zaidi ya mwaka 2027. Ni hayo tu katika dondoo za michezo asubuhi hii. Kwako Halima Nyanza. Shukrani sana Kajage, na baadaye tukitoka nataka uniambie nini siri ya matoke, maana wengi wanakula matoke wanakuwa na ngara sana, na ukizingatia umetoka likizo muda mfupi ujao. Asante.